Ni mratibu wa programu za vijana wilaya ya Mafia, lakini pia ni mratibu idara ya habari na mawasiliano wilaya ya Mafia. Mimi nina machache ya kuzungumza na viongozi ambao wamepewa dhamana na vijana kwa lengo la kuhakikisha programu zao zinaenda sasa kukamilika kwa kuzingatia kanuni, katiba na POR ya Chama cha Skauti Tanzania. Lakini kabla ya kuanza kuzungumza na viongozi wa jukwaa la vijana, naomba nirudie tena kuwapa nasaha fupi viongozi wa makundi, na ni kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Skauti Tanzania, hawa ndio watu pekee ambao mimi kama mratibu wa programu za vijana napaswa kufanya nao kazi, kwani bila wao hata mimi kwenye majukumu yangu ya kazi yatasuasua. Viongozi kwa maana ya GSL na assistant GSL ni wahimize kwenda kwenye makundi na kuhakikisha mnaenda kutoa mafunzo kwa kuzingatia utaratibu ambao umewekwa na Chama cha Skauti Tanzania. Ikiwezekana tutumie utaratibu mzuri wa mafunzo, ikiwemo kufuata mwenendo wa kitabu vya ufundishaji ambavyo kama kuna kiongozi hayuko na hicho kitabu cha ufundishaji anaweza kuniona nikamsaidia nakala, ili lengo atakapoenda kutoa mafunzo katika kundi lake basi atoe mafunzo kwa kutumia huo utaratibu, ili kuhakikisha vijana wanapata nishani stahiki na muda sahihi. Nirudi kwenu nyinyi vijana ambao vijana wenzenu wamewapa dhamana ya kuwaongoza ndani ya miaka miwili kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Skauti Tanzania. Mmechaguliwa ili lengo kuhakikisha vijana hao waliochagua wanapatiwa haki yao ya kwanza ya kusikilizwa kwenye kufanya maamuzi, lakini mbili, kukuza demokrasia, na ndio maana uchaguzi wetu umefanyika katika njia ya kidemokrasia. Lakini tatu, ujuzi na maarifa. Muhakikishe vijana ambao wamewachagua wanapata ujuzi stahiki wenye viwango vya kitaifa ama kimataifa. 4, mikakati ya uskauti. Moja ya mkakati wa scout ni lazima vijana tuwashirikishe kwenye maamuzi yanayowahusu vijana, haswa kwenye programu za vijana. Ombi langu kwenu vijana, mmechaguliwa, msiote pembe. Nikisema msiote pembe, namaanisha kwamba msijikweze kiasi kwamba mkajiwekea emoji ya kwamba wewe skauti aliye chini yako hana mamlaka au hana sifa ya kukuuliza kitu chochote. Tunafahamu kuwa utaratibu wa mawasiliano, chama kimeelekeza namna gani viongozi tunaweza kufanya mawasiliano. Wewe kama kiongozi, wapi utapata taarifa sahihi, lakini pia taarifa yako wapi sehemu sahihi ya kuifikisha. Lakini kuna muda, kutokana na jiografia tuliokuwa nayo au mazingira yanayotuzunguka, yawezekana kijana akafikwa na jambo na akakosa access ya kumfikia kiongozi husika ambaye anapaswa kumuuliza ama kumfikishia taarifa. Basi rai yangu kwenu nyinyi wajumbe wa jukwaa la vijana, msijikweze, msijitengezee emoji ya kwamba ikitokea kijana anakuuliza ama anakufikishia kitu chochote, sasa cha kwanza kumkaripia na kuonesha kwamba taarifa zake hazikufika sehemu sahihi. Ila pia kwenu vijana, mnapaswa kuangalia na kujua kuwa
Sio kila kiongozi unapaswa kumwambia kitu chochote. Nafikiri viongozi wenu watawafundisha kwenye makundi yenu kiongozi gani anapaswa kuambiwa nini na kiongozi gani anapaswa kumpa taarifa kiongozi gani, kwa mujibu wa utaratibu wa Chama cha Skauti Tanzania. Lakini pia nafikiri kama sikosei, baada ya kupatikaniwa jukwaa hili la vijana, kutakuwa na uteuzi wa kamati tendaji. Naomba radhi kama nitakuwa nimetangulia kuitangaza, lakini nataka niizungumze iwe sehemu ya mazungumzo yangu na hawa vijana. Ni kwa sababu hawa watenda kufanya kazi baina ya wao na kamati tendaji kwa mujibu wa katiba ibara ya 7. Kamati tendaji inaongozwa na waratibu. Waratibu, wafanyakazi wao wakubwa hasa ambao wanashirikiana nao ni ma-GSL. Hivyo waratibu wana jukumu la kupitisha mpango wao wowote ambao wamekaa na kuupanga na kujadili kwa lengo la kuwafikia vijana kutokana na idara zao husika, kwa hawa wajumbe wa jukwaa la vijana, ili wao kwa vile ni wasemaji wakuu wa vijana, nao pia watoe pendekezo lao ama watoe kile walichonacho kwa upande wa vijana. Hivyo basi ifahamike kuwa jukwaa la vijana ni daraja baina ya vijana na waratibu. Hivyo ikitokea kiongozi amechaguliwa kwenye upande wa waratibu, tuwape ushirikiano jukwaa la vijana. Lakini na nyinyi jukwaa la vijana, kwa mujibu wa sera ya programu za vijana, kukaa na kumshauri kamishna, lakini pia ni haki yenu kukaa na kumshauri mratibu kutokana na aidha iwe changamoto ya vijana, iwe mahitaji ya vijana, ama chochote kinachohusisha programu za vijana. Tunaweza kusema bado tuko nyuma sana, tunawategemea sana katika hilo. Isiwe jukwaa hilo ambalo tumeliteua likawa jukwaa kivuli, hatupate mrejesho wowote, hatuoni kazi gani mnafanya.